Tunafahamu vile vile kuwa Tume Huru ya Uchaguzi imetufahamisha kwamba vyama vya siasa 18 vimepata vibali vya kushiriki uchaguzi na tayari vinaendelea na kampeni kuomba ridhaa ya wananchi ili viweze kushika dola na kuiongoza Tanzania kwa miaka 5 ijayo, yani kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Kwa maana hii UDASA tunatambua kwamba ili chama kiweze kupata ridhaa ya wananchi lazima kieleze kinagaubaga ni nini kitafanya ili kuwaletea wananchi maendeleo endelevu na jumuishi. Maelezo juu ya nini chama cha siasa kinachoshiriki uchaguzi kinatarajia kufanya ili kuwaletea wananchi maendeleo yameandikwa kwenye ilani ya uchaguzi ya chama cha siasa husika. Kwa kutambua hilo, sisi UDASA tumeandaa mdahalo kujadili ilani za vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Na lengo la mdahalo huu ni kuwapa fursa wanataaluma na wananchi kwa ujumla kukutana na viongozi wa vyama husika ili kuwasikiliza wakichambua ilani za vyama vyao. Hii ni fursa ya kipekee kwa wanataaluma na wananchi kwa ujumla kuuliza maswali na kuomba ufafanuzi juu ya mipango ya vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi ambayo yamebainishwa katika ilani zao. Vile vile ni fursa ya kipekee kwa vyama vyote kunadi sera zao na kutuambia ni nini watafanya endapo watapata ridhaa ya kuwaongoza wananchi kwa miaka 5 ijayo. Wazungumzaji wakuu katika mdahalo huu watakuwa ni makatibu wakuu ambao ndio watendaji wakuu wa vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Makatibu wakuu wa vyama ambavyo tumevialika ni pamoja na ifuatavyo: National Convention for Construction and Reforms, NCCR Mageuzi. Tumealika pia Alliance for Change and Transparency, ACT Wazalendo, National League for Democracy, NLD, Chama cha Wananchi CUF, United People's Democratic Party, UPDP, National Construction Alliance, NRA, Union for Multi-Party Democracy, UMD, African Democratic Alliance, ADA-TADEA, Chama cha Mapinduzi, CCM, United Democratic Party, UDP, Chama Makini au Makini, Democratic Party, DP, Sauti ya Umma, SAU, Alliance for African Farmers Party, AAFP, Chama cha Kijamii, CCK, Alliance for Democratic Change, ADC, pamoja na Chama cha Ukombozi wa Umma, CHAUMMA. Mdahalo huu utafanyika Jumapili ya tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu 2025 kuanzia saa 8 mchana na utaendelea mpaka saa 11 jioni. Utafanyika katika ukumbi wa Nkrumah wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, campus ya Mwalimu Nyerere au Mlimani. Naitwa Dominicus Zimanimoto Makukula. Mimi ni mwadhiri mwandamizi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na ni katibu wa Jumuiya ya Wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Swala la kuitisha mdahalo sisi wanataaluma kwenda kujadili ilani ni swala ambalo limelenga hasa kufikisha elimu sahihi au kuwakumbusha wote wanaohusika kwenye shughuli za uchaguzi. Ninyi waandishi wa habari, umma mzima, wanasiasa, wote watakao kuwa kwenye mdahalo na wale ambao watakuwa kwenye mdahalo na wale watakaowasilisha ilani zao. Sisi kazi yetu kubwa kama wanataaluma ni kutoa elimu, kufanya utafiti na kutoa huduma kwa umma. Kwa hapa sisi sasa hivi tunafanya jambo hili kubwa kabisa la kutoa elimu na kutoa huduma kwa umma baada ya kujiridhisha na tafiti zetu. Ilani ni orodha ya mambo ya ukweli ambayo mtu anaenda kuyazungumza anapotafuta ridhaa mbele ya umma. Ilani zinapowekwa mbele ya umma zinakuwa zina malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kuwasilisha sera za chama husika, kwamba sisi iwapo tutapata ridhaa ya kuwaongoza tutafanya mambo haya. Sera zinazowekwa kwenye ilani zinakuwa nyingi na zinagusa nyanja mbalimbali za maisha ya watu: uchumi, utamaduni,
siasa yenyewe, maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, elimu na vitu vinginevyo vingi. Vile vitu vinavyoenda kuwasilishwa katika ilani lazima viwasilishwe vikiwa kwanza, moja, ni vya ukweli kama nilivyosema; mbili, vinatekelezeka; tatu, vinahitajika. Sisi tunapozungumza mambo haya au tunapowaita hawa wanasiasa makatibu wakuu, tunataka wajue kwamba umma utaelewa ilani zao zinatakiwa ziwe vipi, ziseme yepi na yatekelezeke kwa namna gani. Kwa hiyo, moja, wanawasilisha sera; mbili, fanya ushawishi. Sasa ushawishi unaofanyika siku hizi usiwe ushawishi ule ambao tulikuwa tunausikia hata kwenye kushawishiana kwenye mambo ya kijamii. Unamwahidi mtu kwamba bomba litatoa maziwa au asali. Ushawishi huo tunataka wanasiasa na wananchi wajue, wanaposhawishiwa washawishiwe kwa yale ambayo ni hakika na kweli. Kwa hiyo ilani ni sehemu ya branding. Kama chama cha siasa kitakuja na ushawishi au uzengezi wenye maneno ya uongo na ulaghai, tunataka wananchi wajue, kwa sababu sisi katika kuendesha mahojiano yale tutajaribu kuchambua ilani ya kila mmoja na kuuliza lile ambalo tunaona huu ni ushawishi halisi, ushawishi wenye mvuto, ushawishi wenye kuhamasisha kweli kweli, na tutataka tuelewe ule ushawishi utekelezwaje. Wasomi wanatakiwa kuongoza na kuonyesha. Sisi tunataka tuonyeshe ushawishi au branding ifanyike kwa yale yanayotarajiwa ya ukweli. Ilani ni mkataba, tunataka wananchi wajue. Ilani inapotamkwa na mwanasiasa kwa wananchi, anajaribu kutengeneza mkataba by inference. Chama cha siasa kinachoenda kutamka ilani yake waziwazi, kuinadi, kuitangaza na kuwashawishi wananchi wawachague kwa kupitia ilani hiyo, wajibu wa kutekeleza yale wanayoyasema. Watu watakapotuletea ilani zao, sisi tutawahoji ili wananchi wajue kwamba huu ni mkataba, haya tunayoambiwa hapa yatatekelezwa. Yasipotekelezwa, watakuwa wana kila sababu ya kuwajibishwa. Sisi tunapoona kuna mambo hayafanyiki, sisi sio wanasiasa, huwa tunaandika kukosoa, kukumbusha, kuelimisha na kuelekeza umma na wataalamu wengine au watengeneza sera juu ya yale ambayo hayaendi sawa sawa. Hiyo ndio kazi yetu sisi wasomi. Makamu mwenyekiti wa UDASA, niongeze tu kutoka kwa wenzangu walivyosema. Sisi kama wanataaluma tunatamani kuamsha fikra kwa wananchi waweze kujua namna ya kuwawajibisha wale ambao kwa mfano watatoa ahadi zao bila kutekeleza. Kwa hiyo tunajaribu kuamsha fikra, na wananchi wenyewe wataweza kuwa na uwezo wa kuelewa na kusema nini wanataka kufanya endapo kuna watu ambao hawatatekeleza zile ilani zao ambazo wanazisema. Kutokea kwamba havijashiriki ni kwamba vinajinyima fursa vyenyewe kunadi ilani zao vizuri na watu waweze kuelewa. Kwa hiyo hii ni fursa kwao pia kuweza kunadi vizuri ilani zao, wananchi waweze kuwaelewa wanataka kuwatendea nini, wanataka kuwafanyia nini endapo watapewa ridhaa ya kuongoza nchi, kuongoza wananchi. Kwa hiyo nafikiri kama hawatashiriki, maana yake watakuwa wanajinyima fursa wao wenyewe ya kutangaza ilani yao kwa wananchi ili waweze kuelewa vizuri.